Tuko mezani hapa na kila siku ya Alhamis huwa tunakuwa na wageni wetu hapa kutoka Secretariat ya Maadili kwa viongozi wa umma. Tunaendelea kujifunza mambo mbalimbali yanayohusu maadili kwa viongozi wetu, lakini pia kwa jamii kwa ujumla, na tumezungumza mada nyingi sana hapa. Tumewahi kuangalia pia wajibu wa wananchi katika kukuza na kulinda maadili ya viongozi. Sasa leo tutaangalia nguzo za maadili. Sawa, leo tutaangalia nguzo za maadili. Tumezoea kusikia mambo mengine, lakini kumbe hata maadili ili yawe maadili lazima kuwe kuna nguzo zake. Tuko hapa na ndugu yetu Bwana Joshua. Naam. Karibu sana. Asante sana. Habari za asubuhi? Nzuri kabisa. Za siku kadhaa ambazo hatujaonana. Nashukuru Mwenyezi Mungu, afya njema. Sawa. Asante. Nimekutambulisha kwa jina moja na kupa nafasi wa kufahamu zaidi. Asante. Kwa wale ambao hawajawahi kunisikia, mimi naitwa Joshua Amon. Ni afisa kutoka Secretariat ya Maadili ya Viongozi wa Umma, ofisi ya Kanda ya Kati, ambayo inahusika na mikoa ya Dodoma na Singida. Asante sana. Sawa. Leo tunaangazia maadili, nguzo za maadili. Naam. Kwa ujumla wake, si ndio? Maadili kwa ujumla wake. Zipo nguzo ambazo zikiwa zinazingatiwa, sasa ndio mtu anaweza akatajwa kuwa anazingatia maadili katika utendaji wake wa kazi. Sasa inawezekana wewe unajiita ni mwadilifu lakini kuna mambo fulani ni lazima uyazingatie ili uitwe mwadilifu. Naam. Hebu tuende moja kwa moja. Katika hizi nguzo ziko nyingi. Na sasa ili uwe mwadilifu, ina maana hizi nguzo zina mahusiano ya karibu sana. Ndio. Kwa hiyo kama ziko 8, hautakiwi kukiuka hata moja. Ni lazima ufuate zote 8. Naam. Okay. Sasa kwa kwanza nizitaje tu, lakini nitajikita zaidi kwenye nguzo moja ambayo inaitwa uwajibikaji. Lakini kwa kuzitaja kwa wepesi, kuna nguzo ya uadilifu ambayo ni pana sana. Yamkini hata zingine ambazo zinafuata pia ziko ndani ya hiyo uadilifu, lakini tumejaribu kuzitofautisha kwa ajili ya uelewa mpana. Kwa tuna nguzo moja ambayo ni uadilifu wa kiongozi au mtumishi wa umma, lakini pia nguzo nyingine ni uwajibikaji. Sasa tutajikita sana kwenye uwajibikaji, hizi zingine nitazitaja tu, lakini pia tuna nguzo ya uwazi wakati wa utekelezaji wa majukumu ya umma, lakini pia tuna nguzo nyingine ya uaminifu na ukweli. Kuheshimu sheria na yenyewe ni nguzo nyingine. Kwenye utekelezaji wa viongozi na watumishi wa umma pia tuna nguzo ambayo inasema tenda haki na usawa. Vinatakiwa vionekane katika utumishi na utendaji kazi. Lakini pia tuna nguzo ambayo inasema viongozi na watumishi wa umma wanapaswa kujizuia na mgongano wa maslahi. Na hii nayo nitaizungumzia kidogo baadaye. Halafu tuna nguzo ambayo inasema unapaswa kutunza taarifa zile ambazo unapaswa kuzihifadhi au ambazo upaswi kuzisema. Kwa maana siri. Kwa maana ya kuwa katika kila taasisi, hata kwenye familia, kuna mambo ambayo ataongea baba. Inaweza kana kuna mambo ambayo anafahamu baba na mama tu, watoto hawafahamu. Lakini pia tuna nguzo nyingine ambayo inahusiana na ubora na ufanisi. Naam, kwa hizo ndio nguzo ambazo zinahusiana na maadili. Na ili uwe ni mtu ambaye unazingatia maadili, kiongozi wa umma mwadilifu, kwenye hiyo nguzo ya kwanza kabisa, ni lazima uzingatie hizi zingine zote 8. Kwa hiyo ukiacha hata ile ya kutenda haki na usawa, unakuwa tayari sio mwadilifu. Yapo mengi. Kama unapendelea, wewe sio mwadilifu. Kama unakula rushwa, wewe sio mwadilifu. Kwa maana kuwa ni kama kwenye ile karatasi nyeupe
alafu ukute kuna kidoa pale, tayari ile rangi nyingine inaifanya ile karatasi usiseme hii ni nyeupe pe. Kuna ile watumishi wa umma kwamba mimi ninafanya kazi sehemu fulani kwa mfano, na pale ninapofanya kazi lazima nihudumie wateja ambao ni wananchi. Lakini kuna mmoja anakuja pale, labda ni ndugu yangu, ni rafiki yangu, ni mtu tu ambaye ninamfahamu. Akifika pale, kwa sababu ninamfahamu yeye, hakai foleni. Kuna watu wengine atanipigia simu, nitatoka, na kuna watu pale nje kaambia fulani njoo mara moja, nitaendelea kumhudumia. Wakati huo nimetimiza nguzo zingine zote. Hiyo tu kidogo kiubinadamu. Kiubinadamu ni moja kati ya vitu ambavyo vinawaudhi sana wananchi wakati tunawapa huduma. Kabisa. Kwa maana ya kuwa tunapoongelea haki na usawa, wenzetu wana msemo mmoja wa kuwa first in first out. Sawa? Yule aliyeanza kufika kwa ajili ya huduma hiyo hiyo ambao na mwingine huyo ndugu yako anakuja kuifuata, anatakiwa afate baada ya yule aliyemkuta hospitalini. Ndio maana ukienda Benjamin Mkapa sasa hivi, sijajua zamani, lakini ukienda Benjamin Mkapa leo, ukifika tu kuna sehemu unabonyeza, inatoka namba. Ile namba utakaa nayo, itaitwa, utaenda kwenye foleni kwa daktari wako. Na ukifika kule kwenye foleni kwa daktari wako, ukiwa wa kwanza, wewe ndio utakuwa mtu wa kwanza kuhudumiwa na daktari. Yule uliyemkuta lazima uhudumiwe kwanza, alafu wewe uliyechelewa utafuata. Haijalishi wewe ni nani. Naam, yani haitakiwi kujalisha kuwa wewe ni nani. Hata cheo. Naam. Yani mimi ni mkuu wa wilaya, naenda kupata huduma mahala fulani, alafu nakuta kuna watu pale wametangulia. Mimi si ni kiongozi. Sawa. Natakiwa wanipishe kidogo nikapate huduma. Hapana. Kuna maeneo ambayo wewe ni kiongozi, na haujaja kutibiwa kwa sababu wewe ni kiongozi. Ila umekuja kutibiwa kwa sababu wewe ni binadamu na una dhara ambalo pia linamhusu yeyote mwenye mwili. Sawa? Kwa hiyo tunapotoa favor kwa namna hiyo, tunakuwa pia hatutendi haki. Ni kweli yanatokea kwenye jamii. Make tusiseme kuwa hayapo, yapo. Sawa? Na ndio maana kwenye vipindi kama hivi tunavitumia pia kuwafikishia wananchi na viongozi na wale ambao ni watoa huduma, ili wakati wa utekelezaji wa majukumu yao basi wawe wanazingatia haki na usawa. Yani isiwe mtu anahudumiwa kwa sababu ya cheo chake, anahudumiwa kwa sababu ya undugu, anahudumiwa kwa sababu ya kufahamiana. Hicho ni kitu ambacho sio kizuri machoni mwa wananchi, lakini pia hata machoni pa Mungu. Sawa, nilikuwa nachombeza tu, lakini leo tumesema tutazungumza nguzo moja ya uwajibikaji. Ya uwajibikaji na mgongano wa maslahi. Sawa. Naam. Kwenye uwajibikaji sasa hivi kimeongezeka kitu kimoja, niseme au neno moja mbele yake, inaitwa uwajibikaji wa pamoja. Kwenye utekelezaji wa majukumu yetu tunasema kuwa hakuna mtu peke yake anaweza akafanya majukumu yote, na yamkini hata lile jukumu moja sio kweli kuwa mtu mmoja tu ndiye anayetekeleza. Kwa hiyo kwenye kutekeleza majukumu, ikitokea kuwa ni taasisi ina management au ina kamati ambayo ndio inasimamia utekelezaji wa shughuli zote za taasisi, ni muhimu kuzingatia uwajibikaji wa pamoja. Kwenye sheria ya maadili wametajwa kinaga ubaga mawaziri, lakini pia na wakuu wa mikoa, kwa yale ambayo yanajadiliwa kwenye baraza la mawaziri au kwenye vikao vya mkoa. Kama una hoja kinzani dhidi ya waziri mwenzako, dhidi ya kiongozi mwenzako ambaye uko naye kwenye kikao, hoja yako itoe kwenye kikao,
ili ishindanishwe na ile hoja nyingine ambayo wewe unaipinga. Kwa maana ya kuwa ubora wa hoja yako ndio utakaofanya hoja yako ichukuliwe kuwa kwa ajili ya kutekelezwa. Sasa kinachotokea ni kwamba hoja zimejadiliwa, mimi nimetoa hoja, lakini hoja yangu haikuwa na nguvu. Hoja ya Mariam imeshinda, imepigiwa kura, imeshinda. Kimsingi ni kwamba mimi natakiwa ni align na maamuzi ya kikao. Hii hoja ya Mariam ambayo imeshinda, ambayo kwenye kikao mimi niliipinga, nitakapotoka nje ya kikao natakiwa kuitetea ile hoja ya Mariam kwa sababu ndio maamuzi ya kikao. Sitakiwi tena kwenda nje na kunyoshea kidore Mariam au mtu mwingine kwa kumlaumu kuhusu hoja yake kupita. Sasa huu uwajibikaji wa pamoja ni pale ambapo mkiwa mnatekeleza jukumu moja, mnatakiwa muwe katika mazingira ya kwanza kuitetea ile kazi ili ifanikiwe, lakini pia hiyo kazi inaweza, kama unaofahamu sisi ni binadamu, mnaweza mkaanza kazi na ikafeli. Sasa uwajibikaji wa pamoja pia unatafsiri kuwa ni pale ambapo mnakubali dhamana ya kufeli au mnakubali dhamana ya kuwa mmefanya vizuri kwa pamoja. Sio mmekubaliana kwenye kikao jambo fulani likatekelezwe, limekwenda kutekelezwa, baada ya kutekelezwa halijafanikiwa kwa 100% vile ambavyo ilitegemewa, mnaanza kumtafuta mchawi. Ni nani alikuhamisha? Katika namna ya kawaida ni kwamba lazima mbebe dhamana. Sasa mnapoamua kusema wapi tulifeli, mnatakiwa mrudi kwenye kikao kama kile kilichoseti mwanzo, mtafute mapungufu yaliyosababisha ile kazi isifanikiwe, ili katika hatua inayokuja kule kufeli usijitokeze. Sasa kwenye uwajibikaji wa pamoja yapo mambo mengi ambayo yanatakiwa yawe wazi. Kwa mfano, mawasiliano lazima yawe wazi. Kila mmoja kwenye timu anatakiwa afahamu jukumu lake, afahamu lengo kuu la kazi hiyo, sawa? Ili asije akaiangusha kwa kufahamu. Sawa? Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo vinahitajika sana kwenye uwajibikaji wa pamoja. Lakini pia kwenye uwajibikaji wa pamoja ni lazima mzingatie taratibu, kanuni na sheria ambazo zipo. Sasa mkivizingatia vile vitu ndio vitawaongoza namna ya kuenenda. Na kwa kifupi naweza nikasema hivyo kuhusu uwajibikaji wa pamoja. Kwa hapa ni uwajibikaji wa pamoja. Lakini kuna ile ambayo mimi ndo napaswa kuwajibika kwa sababu mimi ndo niko kwenye nafasi fulani ambayo nafanya kazi. Kwenye hii nayo ikoje? Sasa hiyo ni pale ambapo kiongozi au mtumishi wa umma, uwajibikaji unahusisha bidii, kutumia weledi wako na ufanisi ili kufanikisha jambo. Sawa? Sasa jambo linaweza likafaulu. Lile jambo likifaulu, mara nyingi inakuwa hakuna mtu wa kumnyoshea vidole. Sawa? Lakini inatokea katika utekelezaji lile jambo likawa halijafaulu. Sasa wewe kama mtumishi wa umma, wewe kama kiongozi, unatakiwa ukubali dhamana. Kwa sababu ile dhamana ulipewa ili utekeleze, na likiharibika pia usikimbie kuwa sio wewe uliyeharibu. Kubali kuwa umeharibu ili hatua zingine zichukuliwe. Yamkini hatua, wengi wanaogopa lawama, au wanaogopa kuchukuliwa hatua kali. Lakini kimsingi binadamu sijawahi kusikia kama huwa anakoma kujifunza. Kwa ukikosea na kukubali ni mazingira ya kuwa uko tayari kwa ajili ya kuboresha. Lakini pale ambapo hautaki kukubali dhamana, moja kwa moja ni kwamba unataka umpe dhamana hiyo ya kuharibu mtu mwingine ambaye yamkini hata hakuharibu wala hakushiriki. Kwa hiyo uwajibikaji pia ni pale ambapo jambo umelikosea, unakubali na kupokea kukosea kule kuwa ni mzigo
wa kwako. Kuanzia hapo na wewe ufanye nini? Kujirekebisha. Unaweza usiwajibike vizuri na bado jambo likafanikiwa. Labda kazi fulani nimepewa nifanye, sijawajibika vizuri lakini nimefanikiwa. Hapana. Haiwezekani. Labda kuna uchawi. Basi sawa, 0710666984. Pia unaweza kuuliza na wewe swali lako. Tunaangazia nguzo za maadili, nguzo katika maadili. Ili maadili yawepo, kuna vitu ni lazima vifanyike kwa huyo mtu ambaye tunamsema kwamba huyu mtu ni mwadilifu. Na leo anasema ametuambia hapa nguzo 8, lakini leo tutaangazia nguzo 2. Nguzo ya kwanza ni uwajibikaji na nguzo ya pili ambayo tutaiangalia hapa ni mgongano wa maslahi. Hapa sasa ndo penyewe hapa. Kwenye mgongano wa maslahi. Sawa. Niendelee. Naam, mgongano wa maslahi tunapoingiza kama ni nguzo mojawapo ya kimaadili, wenyewe unalenga kwenye kiongozi kujizuia kuwa na mgongano wa maslahi kwenye utekelezaji wa majukumu yake. Kivipi? Kwa maana ya kuwa maslahi kila mtu anayo, maslahi binafsi. Yaani vile vitu ambavyo kimsingi ni kwa ajili yako wewe mwenyewe na familia yako ndio tunaita maslahi binafsi. Lakini vile vitu ambavyo ni majukumu ya umma, hayo tunaita maslahi ya umma. Sasa mgongano wa maslahi unajitokeza pale ambapo maslahi yako wewe binafsi, kiongozi au mtumishi wa umma, yanakuwa yanaathiri utekelezaji wako wa maslahi ya majukumu ya umma. Kwa mfano, mimi naweza nikawa mtumishi wa umma alafu nina mashamba chemba. Sawa? Na kwa kuwa nina mashamba chemba, nawajibika kuwa ninavyotakiwa kuyasimamia yale mashamba. Moja, natakiwa niyasimamie katika namna ambayo sio muda wa kazi. Natakiwa niende shambani kwa kutumia rasilimali zangu mimi mwenyewe. Sawa? Natakiwa niende shambani mimi mwenyewe na watu wangu ambao kama nawalipa ni watu wangu, sio watumishi wa umma. Kwa hiyo kinyume chake, pale ambapo mimi nitakwenda kwenye mashamba yangu huko chemba, mtumishi wa umma, sawa, hapo tayari nakuwa najiingiza kwenye mgongano wa maslahi. Kwa sababu moja, natumia rasilimali za umma katika kushughulikia mashamba yangu. Lakini la pili, inapotokea kuwa natakiwa niwe kazini, mimi niko shambani. Sawa? Haya, mgongano wa maslahi unaweza kujitokeza katika namna nyingine, kuwa wewe ni kiongozi wa umma, halafu haya mashirika ya kijamii, CSOs. Ulianzisha CSO labda ya kutoa elimu ya jamii, kwa elimu rika ile. Ndio. Kwa vijana na watoto. Halafu wewe ni afisa ustawi wa jamii au mkuu wa idara ya ustawi wa jamii halmashauri ya jiji la Dodoma. Halafu CSO yako umeisajili Dodoma na huwa inaomba kazi katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Pale inapotokea kuwa elimu rika inahitajika kutolewa sehemu, tenda ikitangazwa na wewe CSO yako unaomba. Inawezekana kabisa wewe ni CEO au hata ni mjumbe wa bodi. Sawa? Sasa maamuzi ya nani apate tenda ya kutoa elimu rika Kikuyu kwa vijana zinakuja pale CSO 4-5 ambao zimeomba ile kazi, zinaingizwa kwenye kikao cha zabuni kwa ajili ya maamuzi nani apewe tenda. Sawa? Kwenye kile kikao cha maamuzi na wewe upo, ambaye ni mkuu wa idara ya ustawi wa jamii. Sawa? Unashiriki kupiga kura. Inawezekana hata usimwambie mtu mwingine yeyote akusaidie apigie kura CSO yako, lakini
ikitokea imeshinda yenyewe kwa uwazi kabisa na bila kupendelea, hiyo CSO yako ndio ikashinda hiyo tenda kwa ajili ya kwenda kutoa elimu rika. Sasa wakati wa uchambuzi inakuja kujulikana kuwa CSO hiyo inamilikiwa na Mariam. Halafu Mariam alishiriki kwenye kikao cha maamuzi kwenye halmashauri ya jiji ambacho kiliipa kazi CSO hii ya Mariam. Wanaenda kwenye minutes wakuta jina lako lipo na umesign. Wanaenda kwenye kura wanakuta jina lako lipo na ulipiga kura na yamkini ulipigia kura. Kuja kuitoa picha kuwa Mariam haukumshawishi yoyote kuipigia kura CSO yako ni ngumu. Lakini hiyo ni dogo sana. Kitendo tu cha wewe ambaye ndio mwenye CSO kushiriki kwenye kikao ambacho kinahusu maamuzi ya taasisi ambayo wewe una maslahi nayo, tayari ni mgongano halisi wa maslahi. Sawa? Kwa hapo tayari katika hali ya uadilifu ni kwamba hii CSO haikupewa kazi kwa kuzingatia misingi ya maadili. Hata kama ilifaulu. Okay. Yani hata kama ilikuwa na ubora. Si kama nimeeleweka. Nimekuelewa vizuri. Ikitokea kwa mfano, tuchukulie mfano mdogo tu wa kawaida. Kwenye taasisi mbalimbali za serikali sasa hivi, baadhi wanapata huduma ya chakula ambayo wanapewa kampuni ambazo zinakuwa zimetumia mfumo wote halali wa kuomba. Na ikatokea kampuni ambayo imeshinda hiyo tenda ni inamilikiwa na miongoni mwa wafanyakazi kwenye hiyo taasisi. Inawezekana siwe kabisa kwenye maamuzi ya kikao cha kuamua nani apewe hii tenda, lakini yupo ndani ya taasisi. Hiyo inakuwa imekaaje? Hiyo haijakaa vibaya. Hiyo haijakaa vibaya. Labda niweke kwenye scenario hii. Okay. Kwenye kanuni za sheria ya udhibiti wa mgongano wa maslahi, inasema kiongozi wa umma, mwenza, mtoto, ndugu au jamaa yake wa karibu ambaye wana mahusiano fulani hapaswi kufanya biashara na taasisi ambayo kiongozi huyo anaiongoza. Okay. Kwa kiongozi. Lakini kwa mtumishi wa umma ambaye hayuko kwenye kikao chochote cha maamuzi, hana influence yoyote kwenye maamuzi, ana kampuni yake ambayo inatoa huduma fulani, yeye hazuiwi kuomba kazi kwenye hilo eneo kwa sababu hana influence yoyote kwenye maamuzi. Lakini wale walioko pale si wanamfahamu. Sasa kuna tumpe tu ndugu yetu tuko naye hapa kazini. Sasa hiyo ni moja kati pia ya vikwazo kwenye maadili. Usitoe kazi kwa kumfahamu mtu wakati ubora wa kazi yake